Anawa nasi mtazamaji hadi tamati. Waumini wa Kiislamu walikusanyika kwenye maeneo mbalimbali humu nchini kwa ajili ya swala za Eid-ul-Adha kuashiria mwanzo wa siku 3 za kilele cha sherehe hizi. Waumini walikusanyika kwenye sehemu wazi kuswali kabla ya karamu na tafrija ambazo kwa desturi hufanyika siku hii. Miito ya kudumisha umoja na kuwakumbuka maskini katika jamii ilisheni. Eid-ul-Adha inasadifiana na hija ya kila mwaka ya Mji Mtakatifu wa Meka inayofanyika mwezi wa Dhul Hijja ambayo ni mwezi wa mwisho katika kalenda ya Kiislamu. Allahu Akbar. Jumbe za kudumisha umoja, upendo na kuwajali maskini zilitawala dua za Eid-ul-Adha katika kaunti mbalimbali. Hapa Nairobi waumini walikusanyika kwenye uwanja wa msikiti wa Saali kwa ajili ya swala. Ni vichinjo ambazo kwamba tuenda kuzitekeleza, na vichinjo hizi tufanya ni kulingamana na mafundisho ya babu yetu Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam, alipoambiwa na Allah katika ndoto aende amchinje mwanawe. Ndio maana tutekeleza hii ibada. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmika nasta'in. Na mjini Mombasa sherehe hii iliandaliwa kwenye maeneo mbalimbali. La ilaha illa Allah. Waziri wa uchimbaji madini na uchumi wa shughuli za baharini Hassan Joho alikuwa miongoni mwa waumini waliokusanyika kwenye msikiti wa Kultun ulioko Kizingo, akiwashauri wakazi kujisajili kwenye jukwaa la Boma Yangu ili kuwawezesha kuwa wamiliki wa makazi. Na wasihi kwa heshima kubwa waingie kwa Boma Yangu, wajiregister. We don't want to create a situation whereas hawakuregister and then what is meant for them iende kwingine alafu itakuwa shida. Na huko Garissa, waziri wa afya Aden Duale aliwaongoza waumini akikariri haja ya taifa hili kudumisha umoja na kujiepusha na viongozi wanaoeneza jumbe za ukabila. Siku ya Idi ndio siku ile ambayo tunaungana. It's a day of unity. Ile rais ameanzisha ya kwamba Wakenya waungane bila kuangalia dini, bila kuangalia kabila, bila kuangalia mahali wametoka. We don't want retrogressive political leaders ambaye wanataka kugawanya hii nchi kwa misingi ya kikabila na wanaanzisha vyama vya ukabila. Kauli yake ilisisitizwa katika kaunti za Migori, Isiolo, Mandera na Busia, huku viongozi wa kidini wakitoa wito kwa viongozi nchini kujihusisha na siasa zenye heshima. Watu wa siasa wawache kupigania election ama siasa ambao wakati yake ni bado. Watu wa siasa watakuja chonganisho wa Kenya, wanafanya campaign ambao muda hajafika. Sisi kama Waislamu, viongozi wa Islamu, tunaomba viongozi wetu wasikizane, wafanye kazi pamoja, wadumishe amani. To this orphanage not only solidates my cause as a mother, but also it amplifies my cry inside as a daughter and as an orphan child myself. Ningeomba Wakenya kwamba watulize joto kidogo kwa sababu bado muda. Wawache uongozi ambaye uko uweze kuendeleza shughuli ile haja ambayo waliahidi wananchi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katika kaunti ya Turkana, swala ziliendelea katika msikiti wa Jamia ulioko mjini Lodwar. Sheikh Abdullah Sheikh aliongoza hafla hiyo. Alitoa wito kwa serikali ya kitaifa kutuma vikosi vya jeshi la ulinzi KDF eneo hatari la Todonyang iliyoko kwenye mpaka wa Kenya na Ethiopia, ambapo hivi majuzi wavuvi waliuawa na raia wa kigeni. Ima kuelimisha, kusaidia kimali, ama kufanya nini kijeshi na kiaskari. Sasa serikali yetu ndio nitakana atulinde mpakani. Sherehe za Eid-ul-Adha ni maarufu kutokana na maandalizi yake, ambapo waumini kwa desturi huandaa vyakula na kufanya ulaji wa pamoja na familia, marafiki, jamaa pamoja na maskini. Uchinjaji wa mbuzi ni ishara ya utiifu wa Nabii Ibrahim wakati alipoonesha imani yake ya kuwa tayari kumtoa kafara mwanawe Ismail kwa agizo la Allah, lakini kafara ya kondoo wa kiume ikakubaliwa na Allah
kufuatia imani aliyoonyesha Nabii Ibrahim.